Marafiki zangu wapendwa, jioni ya siku ya jana tulikuwa tunamalizia mada yetu iliyokuwa imebeba kichwa cha habari kilichosema watoto wa baba mmoja wanaoishi pasina kufahamiana. Na katika kilele cha mada yetu ya siku ya jana tukaona na kugundua kwamba wale wote waitwao wana dini, wana imani, kwa maana ya marafiki zangu watukufu wa Kiislamu na ndugu zangu wa Kristo katika ulimwengu tulionao, tuligundua kwamba wanadamu uwepo wa dini hizi kubwa mbili zenye wafuasi wengi, asili yao na chimbuko lao la asili, wamezaliwa kutoka kwa baba yao mmoja na si mwingine bali ni mzee Ibrahim alayhisalam. Hii tuliona siku ya jana. Kwa hivyo siku ya jana tukaona kwamba baada ya Nabii Ibrahim alayhisalam, baada ya Ibrahim kuwa amekufa, Nabii Ismaili alayhisalam ambaye aliishi katika mji wa Beersheba, Isihaka aliyebaki kwa baba yake mzee Ibrahim katika nchi ya Kanaani. Baada ya kufa kwa Nabii Ibrahim alayhisalam, Isihaka ambaye alikuwa ni mtoto mdogo, tulisema jana hapa, ukimchukua Nabiullahi Ismaili rehema ziwe juu yake, alafu ukamchukua Nabii Isihaka alayhisalam rehema ziwe juu yake, halafu wote ukawafananisha, ukataka kujua ni yupi aliye mkubwa kati yao, ni dhahiri ya kwamba Isihaka ni mdogo wa Ismaili katika masuala ya ukubwa kimwili, lakini katika masuala ya ukubwa kiroho Isihaka ndiye aliyekuwa mkubwa zaidi ya Ismaili. Naomba nirudie tena. Kwa mujibu wa Qur'an tukufu katika surat Hud sura ya 11 aya 69 hadi aya 72, na katika Qur'ani sura 21 aya ya 97, aya 27, naomba kunukuu maneno haya yafuatayo. Qur'ani sura ya 11 aya 69 hadi 72 nasema, nakumbukeni malaika walipomwambia Ibrahim, ya Ibrahima, ewe Ibrahim, fabasharinau bihulamil khalim, na tunakubashiria ya kwamba utapata mtoto mwema na mnyenyekevu. Anasema wa huwa Isihaka nabia, na yeye si mwingine isipokuwa ni nabii Isihaka. Qur'ani inasema wa baada Isihaka, na baada ya kuzaliwa Isihaka, waja'al Yakubu, na tukakujalia Yakubu. Na kwa Yakubu Qur'ani kasema Mwenyezi Mungu akampa vitu viwili Yakobo, ambaye ni mjukuu wa mzee, ambaye ni mtoto wa mzee Isihaka, ni mjukuu wa mzee Ibrahim. Kwa hivyo akapewa vitu viwili. Akapewa jambo la kwanza, akasema tukamjalia kitabu. Sasa kitabu kinachozungumzwa si kitabu kwa maana ya vitabu vya dunia. Kitabu maana yake mwongozo wa maisha ya kiroho. Mwenyezi Mungu akampatia Yakubu, Isihaka, Ibrahim. Alafu Mwenyezi Mungu akasema na tukamjalia maimamu. Neno imam ni neno la lugha ya Kiarabu, ama Kiswahili chake maana yake ni kiongozi, hasa kiongozi wa dini. Kwa hivyo wakatokea kwa nabii Isihaka katika uzao wa Nabii Ibrahim. Kwa hivyo tukasema jana, alipokufa mzee Ibrahim, alikuwa na uwezo Isihaka kumzika baba yake Ibrahim bila kumjulisha ndugu yake Ismaili. Lakini kwa sababu Isihaka alikuwa na upendo na Ismaili, akaona si vyema kumzika baba yao Nabii Ibrahim, akatuma watu kutoka nchi ya Kanaani, akawaambia nendeni nendeni Paran, ambako ndiko alikwenda kuishi ndugu yake Ismaili. Muiteni Ismaili, mwambieni baba amekufa, aje tumzike baba yetu. Ismaili na Isihaka walitenganishwa kwa sababu ya maisha ya familia, lakini kwa asili ni ndugu waliozaliwa katika baba yao mmoja. Na kutokea hawa watoto wawili, tulizungumza sana siku ya juzi hapa kwamba kutokea kwa Ismaili akazaliwa Nebayothi, Nebayothi Nabatan, Nabatan alimstaarab, alimstaarab alimstarabatan, alimstarabatan wakazaliwa Makuresh,
Makureshi Abdul Muttalib, Abdul Muttalib Abdallah, Abdallah Amina, Amina Muhammad, Muhammad Uislamu. Kwa hivyo tukasema ukianzia katika hatua ya mwisho utagundua kwamba ukifanya anti-clockwise ukawa unarudi kinyume nyume, utasema Uislamu Muhammad, Muhammad Abdallah, Abdallah Abdul Muttalib, Abdul Muttalib Quraysh, Quraysh al-Mustarabatan, al-Mustarabatan, al-Mustarab, al-Mustarab Nebayoth, Nabatan, Nabatan Nebayoth, Nebayoth Ismaili, Ismaili Ishaq. Tukaangalia kwa Ismaili Ibrahim samahani. Tukaangalia tena katika imani ya Kikristo kwamba akazaliwa ya Isaka. Isaka kazaa watoto wawili, akamzaa Yakub pamoja na Edom ama Esau. Yakubu akazaa watoto 13, 12 wa kiume na mmoja wa kike aliitwa Dina. Katika hawa watoto 13, mtoto wa 4 aliitwa Yuda, na kutokea kwa Yuda kizazi kikatawanyika. Akaja Tamali, Tamali Rahabu, Rahabu Daudi, Daudi wa mbali, Yusufu wa mbali ya Daudi. Kutokea kwa Yusufu wa mbali ya Daudi maisha akaendelea, akazaliwa Yusufu. Yusufu akamtoa binti anaitwa Mariam, Mariam akazaliwa. Mariam alipozaliwa, akamuoa Mariam. Mariam alipomuoa, kabla hawajahusiana katika masala ya unyumba, Mungu akampa uwezo wa kubeba mimba pasina kuhusiana na mwanaume, na ile mimba akazaliwa Masihi Isa mwana wa Mariam ama Yesu. Na hapo jana tukamaliza na fungu moja lililosomwa katika Waebrania sura ya 12 aya kwanza. Anasema basi nasi kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tupige mbio katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, yeye mwenye kuianzisha imani yetu, ambaye yeye alistahili. Kwa hivyo tukasema imani ya Kikristo muasisi ni Yesu. Sasa nenda anti-clockwise katika imani ya Kikristo. Unaanza na Ukristo kisha Yesu. Unatoka Yesu Mariam, Mariam halafu naunganika kwa Yakobo, kwa Yuda, Yuda Yakobo, Yakobo Isihaka, Isihaka Ibrahim. Hawa wote ni watoto wa baba mmoja walioishi pasina kufahamiana. Jioni ya leo, siku ambapo mwanadamu alipopotea, alipofukuzwa nyumbani kwao, hebu tuombe tena kisha tuendelee. Mungu wetu mtakatifu, mfalme wa mbinguni, sasa jioni hii unene nasi tena kwa namna ya pekee. Akili zetu za ubinadamu zikafe, ukafufue uwezo wa nguvu, na maisha yetu ya kiroho yakafufuliwe mbele zako, na kila kusudi likatendeke ndani yetu kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Neema na baraka zako ziwe nasi, mapenzi yako yatimizwe, kwa jina la Masihi aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunaomba na kushukuru. Amen. Sasa msomaji, chukua vitabu sasa. Siku mwanadamu alipopotea nyumbani kwao, miongoni mwa majanga makubwa ya kusikitisha ni pale unapopotea nyumbani kwenu. Na hapa duniani hapa, sijui kama kuna binadamu ambaye hajawahi kupotea maishani mwake. Sina uhakika. Huenda wapo, ila sina uhakika. Yaani kupotea sio lazima tukutangaze kwenye vyombo vya habari. Yaani hata ukose tu kanjia nako kwenda. Sijui kama yupo ambaye hajawahi kupotea. Lakini moja ya kitu kibaya sana kinachosikitisha ni pale unapopotea, hasa nyumbani kwenu. Waswahili husema bwana, mjini ni shule. Na kweli ukija mjini, hata kama hujui Kiswahili lazima ujue. Kama ulitoka na Njilinji kule Mtwara, ukija hapa lazima, yani ukija mjini lazima ujue Kiswahili. Kama ulitoka Tarime huko ndani Loria ndani huko Usukumani huko, si umetoka Upareni Mamba Miamba kule ndani kabisa kule, hata kama hujui Kiswahili, ukija mjini ni shule, lazima ujue Kiswahili. Sasa siku moja
tumesafiri kutoka kijijini kwetu. Basi tuliposafiri, ilikuwa mara ya kwanza kuingia mjini, kwa mara ya kwanza tukaenda kumtembelea ndugu yetu. Sasa tumeenda kumtembelea ndugu yetu kwa sababu alikuwa anaishi katikati ya mji ambako pia kuna mfungamano wa nyumba. Yaani nyumba imepishana tu kiukuta kidogo hapa. Basi siku ya kwanza tumefika, tukatulia kwa sababu ni wageni. Na wewe utakuwa mgeni wa ajabu. Yaani wewe, kwa mfano wewe mama, umemtembelea shosti wako. Yaani ndio siku tu ya kwanza umefika, unakimbilia kwenye friji. Unafikiri atakualika tena mara pili? Kuna wale wa mama masangwini. Alafu wewe na wewe sangwini, si uwe na limitation. Unajua daktari amefundisha hapa, Dr. Kila alikuwa anafundisha juu ya kana familia. Wanaume, kama umeoa mwanamke ni sangwini na wewe ndugu yangu ni melancholy, na kuombea neema ya Bwana isikuache. Kwa sababu miongoni mwa binadamu walio lafu ni sangwini. Sangwini yuko radhi aache mambo yake akaongee umbea kwa jirani. Na utasema, shosti, nina ubuyu. Sumwambie ale. Na ni wajanja, kabla haja kudanganya anakutengenezea bomu kwanza kuongopee. Anasema shosti nina ubuyu. Na kabla haja kuambia ubuyu, anamwambia niapie kama utatoa siri. Nataka nikuhakikishie usijidanganye. Hata mimi ukija kuniambia ukaniambia nikuapie, siku nikiwashwa nasema. Sasa kajamaa, we mama umetoka nyumbani kwako, hata kama unamtembelea shosti, ni kweli we ni sangwini, lakini nyumbani kwa mtu paheshimiwe. Yaani umeshafika, tumeona bagia zenyewe ziko 5 tu, na mama watu kanunua vijibagia aje wapatie watoto wake. Umekuta tu vibagia vimewekwa kwenye kafriji pale. Tena unaanza Mama Abdalla we, acha unenepeane shosti. Wewe ulitaka akonde sasa kwa mfano. Naona unanenepa tu. Haya, hebu na sisi tulo navyokulaga. Mama Abdalla sema, ndugu yangu, nanenepa wapi? Wengine matatizo yakizidi ndo tunanenepa. Na kwa kweli wewe, kama wewe stresses zikikuzidi ndo unanenepa, hongera ndugu yangu. Na hiyo inaficha umaskini, hawajui ni lini una hela na hawatakuomba au uombwe. Yaani inategemea. Sasa Mama Abdalla hawezi kukunyang'anya. Na wewe bila aibu unasimama unaenda kwenye friji la watu unafungua. Si uone aibu, kula hata bagia 2. Unakula 4. Na hawa ni wachoyo, ukienda kwao hadi utoboe kunywa kikombe cha chai. Ukifika kwanza sema, yaani umekuja sasa hivi nilikuwa naenda kwenye Gikoba. Haya sasa shosti sema. Na amekusimamia hivi, kasimama zake mlangoni. Haya sema shosti, unajipya? Najipya. Sasa wala alikuwa haendi kwenye vikoba, ila tu kuna vibua vyake viwili kavipika umndani, visamaki vibua vile. Kwa sababu tabia yake ni mchoyo. Anambia, nimepigiwa simu. Unajua yule mwenyekiti wetu wa vikoba kafiwa na mke wake. Wewe acha kusingizia watu. Yaani mwenyekiti wa vikoba vyao ni mwanaume. Sasa kafiwa na mke wake. Na wewe mwanaume tutakuuliza uliingiaje kwenye vikoba vya kina mama? Kwa hiyo mwanaume kama umeoa sangwini, hongera. Faida utakaoipata ni hii. Kupigiwa kelele sana kwingi ka redio. Haina haja ya kununua sabufa. Yaani mkeo anafaa tu kuwa sabufa. Lakini pia jiandae kutolewa siri zako za ndani kiroho safi. Yaani mdo sio uzania. Unakutana na stori zako mitaani. Hasa unajiuliza nani katoa? Wewe redio nayo ndani Ila mwanaume jiandae pia hata kupikiwa ugali wenye madude hivi, maunga. Yaani ndio hivyo. Yaani wako busy. Na familia ikiwa baba ni sangwini, mwanaume na mama ni sangwini. Ndio ile familia watoto, yani mtoto ana miaka chini ya miaka 18 anajiamlia kuja nyumbani, anaweza akaja saa 5 usiku na haulizwi. Tuachane na wanandoa, hiyo ni kazi ya daktari. Kwa hivyo tumesafiri kwenda kijijini. Asubuhi bwana kumekucha, sasa natoka kwenda kuota jua. Sasa nimeenda kuota jua. Nyumba tulokuwa tumefikia ni hii.
Mimi nikazunguka nyuma tu hivi nikae usawa kule jua linatokea. Hivi unaweza kuamini nilitafutwa hadi saa 8 mchana. Sasa mimi mwenyewe najiuliza hivi nyumbani ni wapi? Yaani kumbe nyumba tulofikia ni hii. Alafu hapa kulikuwa na nyumba hii na upande huu na kuna vijumba vimezunguka. Sasa nilipozunguka tu nyuma kuja kuota jua, nikasahau kama nyumba nilofikia ni hii. Nimekaa hapo. Sasa najiuliza nyumbani kwetu kwa baba mkubwa ni hii nyumba au ni hii hapa? Ni kila nikitazama sina uhakika. Baadaye wameona kumbe sijarudi, wakaanza kunitafuta. Wametafuta pale nyumbani, wametafuta. Walipozunguka nikasikia sauti ya mama yangu. Sasa mama anaongea, akasema huyu mama mbona kama sauti ya mama yangu? Wanasema huyo kijana alikuwa amevaa bukta nyekundu na vesti nyeupe. Sasa nikajiangalia, bukta nyekundu, vesti nyeupe, mbona kama mimi? Sasa baadaye mama akaita jina lile la kijijini. Wewe usijizime data ukija mjini, kuna jina la kijijini kwenu, ni vile huko mjini umebadilisha majina. Kule kijijini unaitwa Nyansato, huko unaitwa fulani. Kwa hiyo ukirudi kijijini wakikuita Nyansato usijifanye unalikataa. Kubaliana na jina la kijiji ndio nakufahamu. Huko unaitwa Blazameni, kule wanakujua wewe ni nani. Sasa mama alipoita jina la kijijini tu nikajua hakuna anayenijua hili jina zaidi ya mama. Si nikaitika bana, niko hapa. Wajua wamenitafuta na wao wamezunguka zaidi ya masaa 2. Na wao wananitafuta na mimi kumbe tunatafutana na wanazunguka nyumba hii. Ni vile nyumba zimeshikamana. Kupotea nyumbani kwako huwa inaumiza sana. Lakini hakuna furaha inayorejelea kama siku ya kurudi mahali ulipopotea. Mwanadamu aliwahi kupotea. Lakini kabla ya kujua mwanadamu alipotea kutoka wapi, ni vyema tufahamu mwanadamu asili yake alitokea wapi. Kwani huyu mwanadamu yeye hasa nyumbani kwao kulikuwaje? Nyumbani kwao ni wapi? Naomba tuanze na historia ya nyumbani kwao. Mwanzo sura ya 1 msomaji, aya ya 1 na kuendelea. Sura ya 1 Mwanzo, aya ya 1 na kuendelea. Twende ndugu yangu. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa Biblia inaanza kusema kutuelezea historia ya kwetu. Inasema firibadi khalaqallahu samawati wal ardhi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Twende rafiki yangu. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Hiyo ni aya ngapi rafiki? Ya pili. Biblia inasema wakana fil ardu kharibatani. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Twende rafiki yangu. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Twende ndugu yangu. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Anasema wa ruhullahu yarful aji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Twende. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sasa Biblia inatuambia aya ya 3. Waqalallahu liakun nuran wakana nuru. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hivyo cha kwanza tunachoambiwa ni hiki. Filibadi khalaqallahu, hapo mwanzo, hapo kabla mwanadamu hajaumbwa, tunaanza kuelezewa nyumbani kwetu. Filibadi khalaqallahu samawati wal ardhi. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Wa roho na roho ya Mungu ikatawala juu ya uso wa vilindi vya maji. Aya 3 msomaji. Aya 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sasa Biblia inasema aya 3, waqalallahu, Mwenyezi Mungu akasema liyakun nuran, iwe nuru, wakana nuran, ikawa nuru. Twende. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Sasa Biblia anasema Mwenyezi Mungu fakana nuran lahu, Mwenyezi Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Twende rafiki yangu. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu anasema wafasallahu baina nuru.
Mungu akatenganisha baina ya giza na nuru. Twende rafiki yangu. Mungu akaita nuru mchana, Twende. na giza akaliita usiku. Sawa. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku moja. Biblia inasema wakana masaun wakana sabaun yaumul wahida. Mungu akaona, tazama alichokifanya kuwa ni chema sana. Wakana Allahu nuran, Mungu akasema iwe nuru, wakana nuran, ikawa nuru. Halafu Biblia inasema wallahu nuran wa hasanun, Mungu akaiona nuru ni njema. Mungu alipoiona nuru ni njema, wafasallahu baina nuru wa dhulma, Mungu akatenganisha baina ya nuru na giza. Kisha Biblia nasema wadallahu nura wa dhulma, Mungu akatenga giza na nuru. Wakana sabaun wakana sabaun yaumul wahida. Kabla hujaumbwa, hiki unachokiona, yani hii hali ulionayo hapa, ambayo sijui ni kuelezeje uielewe. Kabla hujaumbwa, hii hali ulionayo, yani uwepo wa uwezo wa kuona visingeonekana, yani hiki kinachofanya uone miti inang'aa, hicho kinachoitwa nuru, ndicho kilichokuwa cha kwanza kuumbwa kabla ya vyote. Nuru ndiyo iliyoumbwa ya kwanza kuliko vyote. Mungu akaiona nuru kuwa ni njema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, yaumul wahida. Twende siku ya pili rafiki yangu. Katika aya 6 inasema, aya 6 inasema, Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji. Sasa Mungu anatueleza kama msomaji anavyosema, wakala Allahu, Mungu akasema liyakun jardun, na likawe anga katikati ya maji. Twende. Likayatenge maji na maji. Kisha likayatenge maji na maji, msomaji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Sawa rafiki. Ikawa hivyo. Aha. Mungu akaliita lile anga mbingu. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Biblia inasema wakana masauni wakana sabauni yaumuruthani. Siku ya pili Mungu akalitenga anga na maji. Siku ya kwanza Mungu aliumba nuru, lakini siku ya pili Mungu anatenga anga, anasema wakana sabaun yaumul thani. Siku ya pili likatengenezwa anga unaloliona. Siku ya tatu rafiki yangu, Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja. Maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahala pamoja. Ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Pakavu napo paonekane, ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi. Mungu akapaita pale pakavu kwa nchi. Na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Huyu ndiye Mungu. Nataka nikwambie hivi, mwanadamu hana chochote kipya duniani. Kipya alicho nacho mwanadamu ni dhambi tu. Hivyo vyema, vyote vilivyo visafi, vyote vilivyo kwenye mpangilio, muasisi wa hivyo vitu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Akatenga maji na nchi kavu, akaiweka bahari ya Hindi, akaiweka bahari ya Sham, akaiweka bahari ya Atlantic, akaweka mahali pakavu, akapaweka na mahali pa maji. Pale palipokuwa na makusanyiko ya maji, Mungu akayakusanya yale maji, akapaita bahari. Twende rafiki yangu msomaji. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Sawa kabisa. Mungu akasema nchi na itoe majani. Nchi na itoe majani. Mche utoao mbegu. Sawa. Na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake. Siku hiyo ndipo mchungwa nao katengenezwa. Twende. Ambao mbegu zake zimo ndani yake. Na ndio maana kila chungwa ndani yake kuna mbegu. Hiyo ni siku iliyofanywa na Mungu. Twende. Juu ya nchi ikawa hivyo. Juu ya nchi ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani. Nchi ikaota majani. Mche
utoao mbegu kwa jinsi yake, mti unaotoa mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda, na mti unaozaa matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake, twende rafiki yangu, kwa jinsi yake. Sawa. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akaona ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Twende siku ya 4. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu. Sasa lazima uelewe, Mungu aliumba kitu hiki cha ajabu sana, na usipokielewa kitakushangaza na kitakuchanganya. Hivi, siku ya kwanza aliumba nuru, siku ya 4 akaumba mwanga. Hivi tofauti yake ni ipi? Hii nuru ya kwanza iliyoumbwa, hii nuru asili yake ilitoka wapi? Huu mwanga unaoumbwa siku ya 4, huu nao asili tofauti ya hii, yani tofauti ya mwanga wa siku ya 4 na nuru ya siku ya kwanza, maana vyote vinatoa uelekezi wa kuonyesha vitu visivyoonekana vikiwa gizani. Hivi tofauti yake ni ipi? Ile nuru inaonyesha weupe wa kuonyesha visivyoonekana, na huu mwanga unaoonekana siku ya 4 ulioumbwa ni upi? Tafadhali usiache kuja kwenye mkutano huu. Hivi hii nuru ya kwanza iliyoumbwa, asili yake ni nani? Asili yake ni ipi? Wala usiumize kichwa chako. Tenga muda wako, Mungu atupe neema. Njoo kwenye mikutano, unayesikiliza nyumbani, sikiliza. Tutakuja kukuambia tofauti yake ni hii. Siku ya 4, msomaji, Mungu akaumba mianga miwili. Twende. Anasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu. Iwe mianga katikati ya mbingu, sawa. Ili tenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu. Angalia stadi wa kazi alivyo. Heti hii mianga miwili itenganishe kati ya majira, siku na miaka. Sasa hivi tuko hapa kwenye mikutano, wale tulioko hapa mchango wa hela. Baada ya muda mfupi tu jua litazama. Likishazama tu jua, siku, huu mwanga wa mchana utazama, uibuke mwanga wa usiku, ili iwe ndiyo ishara ya siku, miaka na majira. Kwa hivyo jua litakapozama, ule mwanga mrefu ukafanywa mchana, ule mwanga mfupi ukafanywa usiku. Naomba utajiuliza swali hili: kwani Mungu aliumba vingine vikamilifu na vingine ni visivyo vikamilifu? La hasha. Kwa Mungu kila alichokiumba ni kikamilifu. Masaa ya mchana hayajawahi kuwa 18 na ya usiku yakawa 13. Masaa ya mchana ni masaa 12 na masaa ya usiku ni masaa 12. Mianga miwili, mmoja mrefu mchana na mmoja mwingine usiku. Anaposema mmoja mrefu mchana na mwingine mfupi usiku, haimaanishi kwamba usiku kuna masaa 11. La hasha, masaa ni yale yale 12, ila Mungu ametengeneza tofauti namna kava, ijapo ni masaa 12. Ni wewe ni shahidi. Ukienda kulala sasa hivi saa 2, usishangae unasikia saa 8 unalia kokoliko, unamsikia yule kuku wako uliyemfuga. Maana lazima saa 8 alia au saa 7 akwambie, bwana sasa hivi tumeingia siku nyingine kwa kalenda yako wewe. Hadi umelala kitandani unasema jamani, masaa nayo yanaenda haraka, mbona masaa yamepungua? Hayajapungua ndugu yangu. Masaa ni yale yale ya mchana na miale ni hiyo miwili, ila huku Bwana anajua anavyoyapeleka kwa utaratibu wake. Twende rafiki yangu. Soma ya 16 mwalimu. 16 nasema, Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Twende ndugu yangu. Ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Sawa. Akafanya na nyota pia. Mungu akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu. Twende rafiki. Itie nuru juu ya nchi. Ndio. Na kutawala mchana na usiku. Sawa. Na kutenga nuru na giza. Ndio. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Siku ya 4 Mungu akaweka mianga miwili na nyota zikawekwa kila unachokiona. Na sasa hivi utakapoingia usiku, ukiona tu nyota,
Elewa ni kazi ya mzee wa siku, Mungu wa mbinguni, siku ya 4. Sogea mbele twende siku inayofuata. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai. Sawa. Na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Ukimwona tu anapita popo saa hii, usipate shida. Ukiona tu ndege anapita saa hii, yani elewa tu hii ni kazi ya Mungu siku ya 5. Twende rafiki. Mungu akaumba nyangumi wakubwa. Nyangumi akaumbwa siku ya 5. Na kila kiumbe chenye uhai kiendacho. Sawa. Ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao. Ndiyo ndugu yangu. Na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Sawa. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema. Zaeni mkaongezeke mkayajaze maji ya baharini. Sawa. Ndege na wazidi katika nchi. Ndiyo. Ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku ya 5. Sasa anza kupunguza spidi wewe unayetufuatilia. Siku ya 5 maji yakajawa katika bahari, waendao katika maji wakawekwa ambao ni nyangumi. Halafu Mungu akaona ya kwamba aweke na ndege wanaoruka siku ya 5. Siku ya 6 ilianza kama ifuatavyo. Msomaji, Biblia inasemaje? Mungu akasema. Sasa siku ya 6 Mungu akasema. Hiyo ni aya ngapi rafiki? Aya ya 24 katika kitabu cha Torati ya Mwanzo. Twende rafiki yangu. Sura ya 1 aya 24. Ndiyo. Mungu akasema. Nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Nyama wa kufugwa na mnyama wa kufugwa. Nacho kitambacho. Sawa. Na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Twende rafiki yangu. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake. Mungu akafanya fisi, maana ni wanyama wa mwitu wanaoketi kule, kwa jinsi zao. Twende. Na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake. Mungu akafanya ng'ombe, maana ni wanyama wafugwao, kwa jinsi zao. Twende. Na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akafanya vinavyotambaa juu ya nchi kwa jinsi yake. Twende. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema. Hiyo ni aya 26. Yes. Sasa hebu sikiliza spidi inavyopungua. Huku alitamka iwe nuru, ikawa. Akatamka miche itoayo ikatokea. Akasema maji na yakusanyike mahala pamoja na yaitwe bahari, yakakusanyika. Akasema ndege na warukao wakajawe kwa wingi, wakatokea. Ilipofika siku ya 6 aya ya 26, kauli za Mungu zikabadilika. Zilibadilikaje? Sasa msomaji, anza aya 26. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, Mungu akasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu anasema namaruli insani bisurati, kwa sura yetu. Wakalallahu, Mwenyezi Mungu akasema, naamaruli insani, na tumfanye mtu, Allah surati, kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Twende rafiki yangu. Wakatawale samaki wa baharini. Hiyo ni aya ngapi? Aya ya 26. Twende ndugu yangu. Na ndege wangani. Na wanyama. Ndiyo. Na nchi yote pia. Twende. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Sasa aya 26 nasema, fahalakallahu liinsana, Mwenyezi Mungu akamuumba mtu, Allah surati, kwa sura yake. Hebu angalia tofauti ya hiki kitu. Hivi vingine vyote vilitajwa, hivi vyote vingine vilitamkwa, havikuwahi kupewa kiongozi wao. Alipofika siku ya 6 anasema, wakalallahu, Mwenyezi Mungu akasema, naamarul insan, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Anapofanywa mtu kwa mfano wa Mungu, anapewa maneno yafuatayo, kwamba Mwenyezi Mungu akamfanya mwanadamu kwa sura yake. Twende rafiki yangu. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanamume aliwaumba. Jioni hii mwanadamu
umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mmoja ataniuliza swali, je, vitabu vya Mungu vinakinzana? Kwa nini? Huenda kasema hivi, ukisoma katika Qur'ani suratul Ikhlas sura ya 112 inasema kul Allahu ahad Allahu samad lam yalid lam yakun kufuwan ahad. Sema Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa, hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Na mimi nakubaliana na Qur'ani kabisa. Mungu hajawahi kuzaa, Mungu hajawahi kuzaliwa, na Mungu hafanani na yeyote. Sasa unachanganyikiwa, sasa kama ni hivyo, mbona Biblia inasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, na kwa sura ya Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, waliumbwa kwa sura ya Mungu. Wakati huo Qur'ani inasema Mungu hafanani na yeyote. Ninakubaliana na Qur'ani 100%. Mungu hafanani na yeyote. Nakubaliana na Biblia 100%. Mwanadamu kwa mfano na sura ya Mungu. Nisikilize. Mungu hafanani na yeyote kwa uzao upi? Mungu anafanana na mwanadamu kwa uzao upi? Kwa sababu katika uzao kuna aina mbili tu za uzao. Uzao wa kwanza ni uzao wa waradi, uzao wa pili ni uzao wa ibun. Uzao wa waradi ni mkutaniko wa baina ya jinsia mbili, jinsia ya kiume na ya kike, yani mwanamume na mwanamke wanapohusiana katika masala ya unyumba. Wakishahusiana katika masala ya unyumba, inatungwa mimba. Ikishatungwa mimba, anazaliwa, anatengenezwa zygote mle ndani. Siku zake za kuendelea kukua kafikia umbile la mwanadamu, miezi 9 baadaye ile zygote inazaliwa, ama kama ni chini ya miezi 9, miezi 7, ambaye anaitwa njiti, anazaliwa. Huu uzao Waarabu wanaita ni waradi. Ni mkusanyiko wa jinsia mbili, me na ke, zimehusiana kwenye staha ya mahusiano ya unyumba, ndipo kikatungwa kitu ndani yao. Uzao wa pili ni uzao wa ibun. Uzao wa ibun si mkutaniko wa jinsia ya me na ke zimehusiana. Ibuni ni uzao wa upendo. Ni uzao ambao muhusika anamuita mtu mwanawe ambaye kwa asili hakumzaa kwa tendo la kimwili, ila amemzaa kiroho. Sio vizuri sana, najua hujanielewa. Naomba nikurahisishie hesabu. Ipo hivi. Anaposema tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, yani haishi kusema mimi nilivyo hivi na sura yangu na pua pana, basi na Mungu anayuko hivi na sura na pua pana. Elewa alipomaanisha. Anachomaanisha kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kinachozungumzwa sura na mfano ni asili ya tabia ya Mungu. Yani anaposema tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kinachozungumzwa hapa tabia, asili ya Mungu. Sasa asili ya Mungu ni ipi? Zipo nyingi sana, lakini zifuatazo ndio asili ya Mungu. Moja, Mungu anaitwa Ar-Rahman. Yeye ni mwenye kurehemu. Asili ya Mungu ni kurehemu. Mungu ni Al-Kalim. Yeye ni mwenye kukarimu. Mungu yeye ni mfadhili, ndio asili yake. Tabia ya Mungu ni kuwafadhili watu. Mungu si mwepesi wa hasira, ndio asili yake. Mwanadamu uliumbwa na asili ya tabia ya Mungu. Yani kilichokuwa ndani ya uumbwaji wa mwanadamu ni asili ya tabia ya Mungu. Ndio kusudi la Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu awe na tabia ya kusamehe. Alimuumba mwanadamu awe na tabia ya kufadhili. Alimuumba mwanadamu awe na tabia ya kuachilia. Ninachokiona leo kwa mwanadamu tofauti na alivyoumbwa na asili yake, maana yake alichukua tabia ya mwingine. Huyo mwingine tabia yake ni hii: yeye ni muuaji, yeye ni mtapanaji, yeye ni mharibifu, yeye ni mwenye kuua.
ukiona mwanadamu leo ana ujasiri wa kumuua mwanadamu mwenzake, maana yake tabia ya asili ya Mungu aliyoumbwa nayo mwanadamu amekubali kuikataa, akapokea tabia nyingine isiyo ya Mungu. So anaposema tumeumbwa kwa sura na mfano, haishi katika muonekano wako wa kawaida. Anazungumzia tabia za Mungu ni zipi. Leo ukimpenda mtu kwa upendo wa agape, ule upendo wa kujali, tabia yako umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Leo ukimsamehe binadamu aliyetaka kutendea hiana, ukamtangazia msamaha, unabaki kwenye tabia ulioumbiwa na Mungu wako. Ila nikifanya kinyume na ilivyotakiwa, nimekataa asili ya Mungu, nimechukua tabia ya mwingine ambaye ni shetani. Qur'ani iliposema Mwenyezi Mungu akuzaa hafanani na yeyote, ni kweli kabisa. Kinachokataliwa ni katika mfanano wa waradi, si ufanano wa ibn. Ni katika mfanano wa matendo ya mwanadamu, si katika matendo ya kiroho. Kwa hivyo Qur'ani haikukosea, Biblia haikukosea. Kilichozungumzwa ni kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, maana yake asili na tabia ya Mungu. Ndicho ambacho Mungu alikiumba, alitamani kiwe ndani ya mwanadamu. Sasa nini kikatokea tunapomalizia jioni ya leo? Rafiki yangu, hebu tusogee kidogo ili tumalizie mada yetu jioni ya leo. Sasa Mungu anachokifanya ni nini rafiki? Naamini hujamaliza hiyo aya. Akamuumba mwanaume na mwanamke kwa sura ya Mungu akawaumba. Twende rafiki yangu. Katika aya 28 inasema. Aya 28 inasema. Mungu akawabarikia. Aha. Mungu akawaambia. Ndiyo. Zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha. Sasa Mungu alipoumba kwa sura na mfano wake, Biblia inasema Mungu akawabarikia akasema, asmeru wa kisruhu, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Twende rafiki yangu. Mkatawale samaki wa baharini. Jambo kubwa kuliko mengine yote ni hili, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu. Twende rafiki yangu. Ulio juu ya uso wa nchi yote pia. Sawa. Na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Ndiyo. Vitakuwa ndivyo chakula chenu. Twende rafiki. Na chakula cha kila mnyama wa nchi. Ndiyo. Na cha kila ndege wa angani. Twende. Na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi. Sawa. Chenye uhai. Ndiyo. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Twende rafiki yangu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ndiyo. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Naam. Siku ya sita. Sasa nisikilize tunapomalizia sehemu ya kwanza. Ukichukua na ukisoma katika Qur'ani surat al-Hadid sura 57 aya 4. Naomba kunukuu maneno ya Mwenyezi Mungu anavyosema. Anasema huwallazi khalaqa samawati wal ardhi, yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Wa khalaqa fi sittati ayam, naye alifanya hivyo kwa muda wa siku 6. Thumma stawa al-arsh, kisha alipoumba Mungu akapumzika katika arishi yake yaumul sab'a, katika siku ambayo Mwenyezi Mungu alipumzika. Kwa hivyo mwanadamu alikuta kila kitu kilishawekwa. Na ninaomba niseme hili kwa herufi kubwa. Wewe ambaye uko nyumbani, mwanadamu, thamani yako huwezi kuifananisha na ng'ombe. Thamani yangu nilionayo siwezi kuifananisha na mbuzi na mifugo yoyote ninayoimiliki. Thamani ya mwanadamu ni thamani ya juu ambayo anayeweza kuielezea tu thamani wake ni Mungu mwenyewe peke yake. Leo hii kuna mabinti kwenye jamii yetu ya mji wetu huu wa Changwahela, ana miaka 37, hajawahi kuolewa
hajawahi kuchumbiwa, anaamua anasema, sasa kama maisha yashakuwa magumu, si afadhali nitafute chochote kile kwa maisha yangu nayoyajua. Anaamua kwenda kuuza hata mwili wake. Wewe sio wa kuuza mwili wako. Haijalishi maisha ni magumu kiasi gani. Wengine wamejishusha hadhi yao, tena akionekana tu ana mapungufu fulani ambayo kwa akili zao wao wanaona ana mapungufu, anaamua kutoa uhai wake. Kuna kabinti fulani kijijini huko, kale kabinti Mungu alikajalia kakawa na mwanya. Mwanya ni meno ya hapa mbele yamepishana hivi, yani kama yametanuka hivi hapa mbele. Sasa mianya tunatofautiana. Kuna ile mianya midogo, afu kuna wale wenzangu na mimi wenye mianya mikubwa. Yani akiachama hivi unasema kweli huyu alipewa mwanya. Yani hapa kama meno mawili hayapo. Sasa huyu binti akawa na mashosti wake, wale marafiki zake wa kike. Walikuwa 3. Sasa ikawa kila siku yule binti akija jioni, anawakuta wale mabinti wamekaa. Akiwakuta tu wamekaa hivi, wanaanza kusema, jamani milango, jamani milango. Mwe mnafunga milango yenu. Sasa huyu binti akasema, sasa kamuuliza rafiki yake. Unajua kwenye ama shosti 3, hata wewe mwenyewe ni shahidi. Kwenye wale marafiki zako 4, for mmoja unayempenda kuliko wote 4. Sasa akamgeukia mwenza akasema, shosti samani, kwani nani huwa afungi milango kati yetu? Shosti akamwambiaje, wewe hujijui? Anayeambiwa kufunga mlango ni wewe. Sasa unajua akasemaje? Sasa mimi mbona nimetoka nimefunga mlango? Sema mlango upi unaosemea wewe? Kasema si ule mlango, nimefunga mlango wa nyumba. Akaambiwa mlango, yani wewe ukikenua hivi meno yako, ukicheka, huo mwanya wako kama sio pengo, kama sio mwanya, yani kama pango hivi. Sasa rafiki yako ukisikia anasema mlango, maana yake ukicheka wewe unacheka kiustaarabu, unafukia, unabana mdomo wako, maana mdomo wako ukicheka sana, huo mwanya ni kama mlango uko wazi. Hivyo unajua yule binti alikasirika. Hiti tukaambiwa na mwanya wake umefanana kama mlango. Jioni karudi zake getoni kwake, kachukua karatasi nyeupe, kachukua peni, kaandika barua. Barua yenyewe anawaandikia marafiki zake, heri yenu nyinyi mlioumbwa vizuri na mkazaliwa vizuri. Sisi ambao tuna milango isiyofungwa, ngoja tufe ili muendelee kuishi kwa amani. Alipomaliza kuandika barua, akaiweka mezani. Sasa huyu rafiki yake aliyo siri za huo mlango, ambaye huyo anayeambiwa mlango ni nani, huwa wanatembeleana. Yani nje ya kukutana jioni kwenye kijiwe chao, wana mida yao hawa wawili wanakutana. Si akafika nyumbani, amefika mlango uko wazi, gonga, hamna anayefungua. Baadaye kasukuma mlango, aliposukuma tu hivi, mezani kakutajiwe na barua imewekwa. Heti dada kaandika anaenda kujiua ili awaache watu wema walioumbwa vizuri kwenye kijipoli pembezoni, kwa sababu ilikuwa ni kijijini. Kachukua kanga yake kafunga. Sasa bwana wakati anataka kujiua, si wakapita ndugu zangu wa Masai walikuwa wanachunga mifugo bwana. Na nimeona marafiki zangu wa Masai hapa nikakumbuka hiyo story. Sasa wakati anataka kujiua hivi, Masai mmoja akamwambia, "Yero, mtu hapa anataka kujiua." Masai na sijui ya kuwaona, maana alishafunga afu kaweka vikuni ili akanyagie. Masai mmoja alikuwa na kisu chake kwenye ala hapa kwenye kiuno, akavuta kile kisu, akakata mara moja tu, anataka kujiachia, binti anaanguka kadhana amejiua. Anakuja kugeuka kamkuta Masai kasimama. Wa Masai mbinguni mnaenda kabisa, mliokoa roho ya mtu. Nyie marafiki zangu, nyie lazima mbinguni muwepo. Sasa baadaye karudi nyumbani, anashika shingo, anarudi anamkuta rafiki yake na alishalia, anajua jamaa ishaenda kujinyonga rafiki yake. Sasa anamuona anaingia, sema, wewe ulienda wapi? Sema, niliamua kwenda kujiua. Akasema, wamekuja wa Masai wamenikatia kamba yangu. Akamuulizaje, unaenda kujiua tena au uendi? Siendi, nishairisha. Sasa wewe binti, hapa katika mji wetu hapo Changwahela, hata kama wakwambii we binti ni mzuri, usipate stress dada. Kanunue kioo kikubwa pale mjini, vinauzwa shilingi 7,000. Kilete chumbani kwako, kiweke ukutani. Sawa kwambii we mzuri? Mbona wakukwambia yupo na unaishi naye ndani? Weka kioo chako kikubwa, alafu nenda kasimame kwenye kioo. Alafu kiambie kioo,
niambie mimi kama mzuri. Mimi nakwambia kitakwambia. Maana ukisimama tu pafu, kuna mtu atakuwa kwenye kioo kule anakuambia, Joyce, hebu geuka. Na ukigeuka hivi unainama na kamgongo unasema kumbe shepu ipo. Sasa anayekwambia si kioo kishakwambia. Sasa wewe unaendaje kujiua kisa umeambiwa ufai? Haujawahi kuambiwa. Wenzangu na mimi nisiseme siri za watu, ila kuna wale wenzangu na mimi tuliumbwa weusi na tuko hivi weusi na tunalizika. Ila baadaye wakasema Mungu na wewe weusi hivi wa nini sasa? Wakajaribu kutaka kumrekebisha Mungu. Na pamoja na kujirekebisha hujawahi hata kusifu. Usiende kwenye kioo ndugu yangu. Jiangalie afu niambie kioo, niambie mimi Maimuna kama mzuri. Kioo kitakwambia Maimuna na hiyo lipstick yako ni kama mkaa uliouokota. Hebu tengeneza vizuri, utauma kale kama mdomo kako umeweka lipstick. Si hamna anayekusifia. Ukirudi mitaani safi, hukondi, unanenepa, maisha yanaendelea. Wewe ni wa thamani. Tunapoondoka jioni hii, ondoka na mambo mawili makubwa ambayo Mungu alimpa Adam. Ondoka na haya mawili. Adam alipoumbwa alipewa mambo mawili, na ndio mwanadamu aliyopewa kwayo. Kumbuka mwanadamu alipopotea nyumbani kwao. Adam alipoumbwa, Nabii Adam alipoumbwa, Mungu alimpa mambo makubwa mawili. Anasema nendeni mkazae, mkaijaze nchi, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Nini alichopewa Adamu? Adamu alipewa mambo makubwa mawili, na ndio mwanadamu uliopewa. Hayo mambo mnyama hajawahi kupewa. Adamu alichopewa cha kwanza, Waarabu wanakiita khirafa. Adamu alipewa khirafa. Cha pili alichopewa Adam, alipewa ukhalifa. Khirafa na ukhalifa maneno ya lugha ya Kiarabu yanayotamkwa ni kama yanafanana, lakini yenye maana tofauti. Khirafa maana yake ni mfalme. Ukhalifa maana yake ni utawala. Adam na mwanadamu alipewa khirafa, akapewa ukhalifa. Na ndio maana ukisoma Biblia hakuna, ukipata hiyo aya, kesho nakupa 400,000. Ukipata hiyo aya kwenye hii Mwanzo, hakuna aya yoyote kuanzia Mwanzo 1:20, Mwanzo 1:1 hadi Mwanzo 1:25, hakuna sentensi inayozungumzia mambo ya khirafa na ukhalifa. Haipo. Yani kwenye hiyo Mwanzo 1:25 hakuna mamlaka ya kutawala, haipo. Ila Mwanzo 1:26a kwenda Mwanzo 26b kwenda Mwanzo 1:27, Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa angani. Mungu akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaitawale dunia, mkatawale vitambaavyo na vile vinavyokwenda. Mwanadamu ulipewa mambo mawili na Mungu ulipoumbwa. Ulipewa khirafa, ukapewa ukhalifa. Unajua hirafa ipi uliopewa? Ukhalifa upi uliopewa? Naomba nikuache na ajenda hii. Kesho Mungu akitupa neema tukutane. Mwalimu wangu wa madrasa alinifundisha kitu cha ajabu sana katika maisha yetu tukiwa watoto wadogo. Mwalimu wangu alikuwa anaitwa Mwalimu Suleiman Abdallah. Alinifundisha hiki kitu sijawahi kukisahau maishani mwangu. Na ninakumbuka siku hiyo ilikuwa ni wakati wa Maulidi, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukiwa usiku, tukiwa msikitini tunasoma vile visomo, wakati wa mfungo wa Ramadhani tulikuwa tunapewa darasa na mwalimu. Miongoni mwa kitu ambacho mwalimu alikisema ni hiki. Akawa anatusimulia siku ambapo Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema alipokuwa naumba viumbe. Kwanza kabla ya mwanadamu kuliwahi kuumbwa viumbe ambavyo viliumbwa kabla hujaumbwa. Viumbe vilivyoumbwa kabla ya mwanadamu walikuwa ni malaika peke yao.
waliumbwa mwanadamu kabla hajaumbwa kwake. Na unajua waliumbwa tofauti na mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa kwa udongo, lakini akapewa privilege kubwa, uthamani, heshima ya kufanana na muumba wake. Malaika waliumbwa tofauti sana. Wameumbwa, ukisoma katika Qur'an surat Hijrat sura ya 15 aya 26 nasema, na tumewaumba malaika kwa moto, malaika na majini kwa moto ama kwa mwanga. Mwanadamu ameumbwa kwa udongo, lakini malaika wameumbwa kwa madini tofauti. Lakini siku moja mwalimu akananisimulia, na hii story nilikuja kuisoma katika Qur'an hii sana maishani mwangu. Mwalimu akasema hivi, Mwenyezi Mungu siku moja alipoumba mbingu na ardhi, siku moja akawaita malaika. Akawaambia, enyi malaika, najua mimi nimekuumbeni ninyi, lakini nataka niumbe kiumbe kingine duniani. Basi malaika wakamsikiliza Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Walipomsikiliza, sikiliza malaika walichosema. Ewe Mwenyezi Mungu, utaumba kiumbe ambacho kitamwaga damu duniani? Utaumba kiumbe ambacho kinakukufuru? Mbona sisi umetuumba na sisi tunakucha wewe, kwa nini uumbe kiumbe kingine chenye kukufuru damu? Allah subhanahu wa ta'ala, mwalimu ananiambia, Mwenyezi Mungu akawaambia malaika, mimi najua kuliko ninyi mnayoyajua, na mimi nitaumba kiumbe ambacho ninyi mtashangaa. Basi ukatokea mbishano mkubwa. Ule mbishano ulipotokea, malaika wakawa nasema, ataumba wapi bwana? Hawezi. Mungu akafanya uumbaji. Unajua aliumbaje? Na malaika walikuwa wapi? Enzi wakati huo malaika wanakaa na Mungu katika ufalme wake. Mwanadamu anayeumbwa kwa udongo anapewa nyumba yake nyumbani kwake kwa mara ya kwanza. Basi Mungu akawaambia malaika, ngoja niumbe. Akamuumba mwanadamu. Alipomuumba mwanadamu, Mungu akawaambia, sasa nilikwambieni nitaumba kiumbe ambacho uwezo wake kitakuwa zaidi yenu ninyi. Kama mnabishi, ngoja najua kila kitu wakabishi. Mungu akamleta malaika akamweka mbele, Adamu akamweka mbele. Mungu akafungulia store. Ile fungua tu, linakuja limnyama, lina mkonga wake mkubwa na masikio makubwa. Adamu kasimama, tembo. Kaja. Mbwa. Nyau. Fisi. Ng'ombe. Bundi. Yani Adamu akaita vyote. Alipoita vyote, Qur'ani surat Bakara sura ya 2 aya 31, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akajipiga kifua akawaambia, sikukwambieni nyinyi mimi kuwa najua zaidi yenu ninyi? Adamu akatoa majina ya viumbe. Kwa taarifa yako kama ukujua, wanyama wote unaowajua wewe, yani viumbe vyote unavyovijua majina yao, aliyetoa majina ya viumbe ni Adamu na si mwingine. Nikuulize swali na uondoke nalo, Mungu akitupa neema kesho tuanze nalo. Je, Mwenyezi Mungu alishirikiana na mwanadamu kuumba? Jibu, hapana. Mungu hawezi kushirikiana na kiumbe. Yeye mwenyewe anajitosheleza. Kama Mungu anajitosheleza, Adamu alipata wapi mamlaka ya kuita majina viumbe? Kwa sababu hata biambia maneno hayo katika Mwanzo 2:18, Mungu akaona si vyema huyu mtu awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Akamletea Adamu usingizi, akatoa ubavu mmoja katika mbavu za Adamu, na ule ubavu aliotoa kutoka Adamu akauita mwanamke. Alipoinuka kabla ya kuletewa usingizi, alipoambiwa atafutwa kufanana naye, hakuona kufanana naye, ila majina aliyoyaita kila kiumbe, Biblia inasema ndio likawa jina lake. Kuna siri ya ajabu sana. Kama Mungu aliumba bila kushirikiana na mwanadamu, Adamu alipata kibali kipi zaidi cha kuita wanyama majina yao? Ndio maana nimekuambia Adamu alipendelewa, alipewa khirafa, akapewa ukhalifa.
Yeye Adamu ndiye anayekuja kutawala. Huwezi kutawala vitu usivyovijua wewe, lazima wewe unayevitawala uvijue. Adamu akavipa majina na majina yake yanaishi hata leo. Nini kilitokea baada ya kuumbwa? Malaika wameambiwa hivyo. Qur'ani, niliposoma katika Qur'ani sura ya pili, sura Bakara aya 35, baada ya hapo Adamu alipowaita majina, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akawaambia malaika, ya malaika sujudu Adam, enyi malaika msujudieni Adam. Qur'ani nasema wakamsujudia wote, lakini Ibilisi akakataa, akajivuna, ijapokuwa alichanganyika na malaika, lakini alikuwa miongoni mwa makafiri. Baada ya malaika kukataa kumsujudia Adamu, nini kilitokea? Simama tuombe, na kesho Mungu atupatie neema ya kukutana sehemu ya pili.